Mimi kwa majina yangu ninaitwa John Mwakatage Bukuku. Natokea kata Ikuti, kijiji cha Kyobo, amkosi ya Kyobo. Tunashukuru Mungu, kwa kweli tulikuwa na tatizo pale nyumbani ambalo lilikuwa linaendelea kututatiza. Kwa kweli lilikuwa linatusibu sana vichwa. Lakini tunachoshukuru Mungu, tulipopata taarifa ya kwamba viongozi wa chama kitaifa nakuja ndani ya wilaya Rungwe mkoa wa Mbeya, tulipopata taarifa, naona mimi kama mwenyekiti niliwaita wenzangu kwamba jamani, mkombozi wetu anasogea karibu. Tarehe 18 mwezi wa 3, kwa kweli tunamshukuru Mungu, mwenyekiti wa chama, makamu mwenyekiti wa chama taifa na ndugu Atufiwege Kasesela na wadau wengine wa chama ambao walikuwepo pale, kwa kweli walitupigia debe vizuri tulivyojieleza shida ambayo ilikuwa inatusumbua. Tulikuwa tumezulumiwa pesa kwa kweli pasipo kuwa na maelezo yoyote, lakini tulipofika pale, tulivyosema shida zetu kwa makamu mwenyekiti wa chama taifa, kwa kweli ndugu Kasesera alivyompigia simu yule ndugu yetu ambaye kwa kweli alishika hela zetu, anaitwa kampuni ya GDM. Kwa kweli tunashukuru Mungu, alivyompigia simu ilimkuta GDM akapokea, wakamkabidhi makamu mwenyekiti akatoa agizo kwa mshika hela zetu. GDM wewe unanunua kahawa, unanunua nini? Na chai ni wewe ndio unanunua? Chai. Hiyo ni kahawa. Nanunua chai, nanunua ufuta, soya. Na sasa kuna madai hapa unayajua? Kahawa. Ndio kuna madai ya usiakio. Shilingi ngapi? Ni kama milioni 664. Sasa utalipa lini? Nategemea ndani ya wiki mbili itakuwa tayari. Ndani ya siku 14 nategemea itakuwa tayari. Na mimi nimeshasema hapa ndani ya siku 14 ulipe. Na tena ulipe na usiwakope tena. Haya, kwa hiyo Aisee, tunashukuru Mungu, mpaka sasa hivi ninavyoongea hela zimekuja. Yule GDM ametulejeshea hela zetu ambazo tulikuwa na hela ambazo zilikuwa kwenye milioni 663 na pointi hapo juu, lakini zote kwa pamoja ametupa. Mpaka sasa hivi ninavyoongea kama mwenyekiti nadhibitisha kwamba GDM ametupa pesa. Shukrani ziende kwa chama cha CCM taifa, shukrani ziende kwa Mheshimiwa Atufiwege Kasesela ambaye kwa kweli ni mneki na wengineo ambao walikuwepo pale wa chama. Kwa kweli tupigia debe ili kila mtu tulivyojieleza hizi habari alisononeka na alishangaa kusikia tumeliwa hela zote hizo. Aisee, tunashukuru Mungu, naona sasa tumepata. Mbarikiwe sana huko chama cha CCM. Kwa kweli kazi yenu ni nzuri na tunaanza kuipokea, tumeipokea. Tulikuwa tuipokee, hatuijui wengine zamani, lakini kwa sasa big up sana kwenu. Kwa majina naitwa Jaili Katembo Mbeje, natokea kijiji cha Kyobo Juu, kata ya Ikuti, nikiwa ni mkulima wa Kyobo amkosi. Jambo la kumshukuru Mungu hasa kwa viongozi wetu hawa wa chama, nikianza na Mheshimiwa Wasila mwenyekiti taifa, makamu mwenyekiti, nikija kumshukuru Richard Kasesela, bila kumsahau mwenyekiti wa chama mkoa. Tunashukuru katika kututatulia hilo tatizo, maana kwa sisi wenyewe haikuwezekana kuwa hiyo hela tutalipwa, lakini kwa kuwa viongozi wetu wanatujali kama sisi wakulima wa chini, tunafurahi sana kwa kuwa tumelipwa kwa yale maagizo waliokuwa wamemwagiza kwa alipe ndani ya wiki mbili, lakini tulipwa kabla haijafika hata wiki mbili tukawa tumesha. Hilo ni jambo la kumshukuru Mungu. Mimi oni langu lingine ni kwamba kwa wale wafanya biashara, ndio ni kweli wanakuja kule tunapatana nao kibiashara, lakini kama hawana uwezo wa kuzinunua hizo biashara, ningeomba serikali iendelee kutusaidia sisi wakulima wa chini, maana tunapata shida. Tunalima, tunahangaika na vile vile tunaanza kudai.
na ikiwa ni haki yetu, tunaomba hivi vyama vinavyo ambavyo havina uwezo wa kuzinunua hizo biashara ni bora vikae pembeni, ikiwezekana vinyang'anywe kabisa leseni, kwa kuwa vinatuingiza hasara sisi kama wakulima. Na hilo ni jambo la kumshukuru Mungu kwa kuwa sasa tumeshalipwa. Mimi naitwa Hakimu Mwegaga Mtafya, nimetokea katika kata ya Ikuti, kijiji cha Kiobo, AMCOS ya Kiobo. Mimi ombi langu ni kwamba sisi kijiji cha Kiobo tangu tumeanza tunapata shida sana kwa ajili ya usafiri, kwa ajili ya barabara. Miundombinu iko vibaya mno. Tunashindwa kusafirisha malighafi. Hata kahawa tulizolima sisi, kahawa zinaiva kuanzia mwezi wa 6, hasa kunakuwa na tope mpaka muda huu. Tunashindwa namna kutembea kwa sababu imekuwa ni kazi, yani miundombinu imekuwa ni mibaya mno. Tunaomba kama serikali kutusaidia kutoka kijiji cha Kiobo chini mpaka Kiobo juu. Kwa kweli barabara ziko vibaya. Tunashindwa hata kutembea, hata bodaboda tunashindwa kutembea kwa sababu imekuwa ni kazi. Walikuja walisembua juu, ni kama wameongeza uharibifu wa barabara. Tunashindwa tupite wapi? Pia ni wakulima wa ndizi, tumelima sana. Tunashindwa tuuzie wapi? Watu wanajitwika akina mama kilomita 14 kwa kichwa. Sasa imekuwa ni shida kwetu, na ndizi tumelima, tunajaza maroli ya magari, hasa yapite wapi? Tunaomba kama wakuu wa chama cha CCM, naomba kutusaidia ili na sisi tupate kuwa nafuu. Na hizo ndizi ndizo inakuwa changamoto, tunanunulia mbolea, tunasomeshia watoto. Tunaomba kama serikali mpate kutukumbuka hiyo barabara, tunapata shida sana. Asante pia kwa kutusaidia kwa ajili ya fedha.